Napenda nisome maandiko katika kitabu cha Luka. Wakati Bwana Yesu alipokuja, shetani aliongea maneno haya ambayo yanafunua kile kilichotokea pale Edeni. Luka sura ya 4 kuanzia fungu la 4 hapa anasema, Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Fungu la 6 anasema, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Kwa kuwa iko mikononi mwangu. Sasa lini ambapo Mungu alimkabidhi shetani dunia? Na Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 14 anashuhudia maneno haya akisema, fungu lile la 30 anasema hivi, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuwaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Kwa hiyo na maandiko Bwana Yesu akashuhudia ni kweli Lucifer ndiye mkuu wa ulimwengu huu. Sasa baba ndiye mkuu wa nyumbani, si ndio hivyo? Na mkuu wa nyumbani ndiye mtunga sheria. Sasa tunataka kujua namna ambavyo shetani alivyoichukua hii dunia kutoka mikononi mwa Adamu na madhara aliyotuachia. Hiyo ndio kazi iliyo mbele yetu leo. Mtumishi, naam. Habari za siku kadhaa? Nashukuru Bwana, tuko salama. Ila kwa mtazamaji, naamini ya kwamba amekuwa akifuatilia mfululizo, labda hata ajua hapo kutakuwa na wakati ambapo kumekuwa na mapumziko katikati pale. Ndio. Lakini Bwana ni mwema, ameendelea kutushikilia. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na uwanja huu sasa ulio mbele yako ni kwa ajili yako. Asante. Tuweze kupata ombi tunapoingia katika somo. Baba mwema, tunakushukuru kwa maana muda huu mzuri ambao umeweza kutupatia kwa minajili ya kujifunza. Tuongoze katika kipindi hiki jinsi ambao umekuwa mwaminifu katika vipindi vilivyotangulia. Tuombe kwa Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Sasa nafikiri itakuwa ni vizuri tukianza katika mwanzo kabisa, katika utangulizi tuchambue baadhi ya mambo ambayo ni vizuri kuweza kuyafahamu. Kitabu cha nafahamu, sikuwa kile tufungue tusome, ila nafikiri tunafahamu. Kitabu cha Mwanzo 1 kuanzia mstari wa kwanza pale, not Mwanzo actually, kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana 1. Mlango wa kwanza ukisoma kuanzia mstari wa kwanza pale hadi mstari wa 4, of course hadi 14 pale. Ninapozungumzia mambo yaliyokuwepo mwanzo, tunaambiwa kwamba kulikuweko na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Alafu tunaambiwa kwamba kulikuweko na uzima ndani yake, uzima huo ulikuwa ni nuru na taa ya ulimwengu. Lakini cha msingi anasema ya kwamba aliumba vitu vyote, kupitia yeye vitu vyote vilifanyika, na hakuna chochote ambacho kimefanyika ambacho hakikufanyika kupitia yeye. So ikawa ninawaza katika mawazo yangu na kijiuliza swali, kwani ikiwa ulimwengu huu na vyote vilivyomo viliumbwa na Mungu, basi ni lini shetani akaja akawa yeye ndiye mwenye vyote, anajigamba na kujidai ya kwamba vyote viko mkononi mwangu? Kwani Mungu alipoumba dunia akamkabidhi? Ndipo sasa ulimwengu huu ukawa ni ulimwengu wake, ambapo anasindika amri yake na kuongoza wanadamu anavyotaka. Ni lini kafika wakati ambapo ulimwengu huu kaja kawa ni mali ya shetani na ufalme ukawa wake? Na tukasema ya kwamba vyote viliumbwa na nini? Vyote viliumbwa kupitia neno. Niko nataka kusema neno. Neno mwenyewe ndiye aliyekuja duniani hapa. Naam. Dunia ambayo yeye mwenyewe ndiye ameumba. Na shetani anamwambia mambo hayo mbele yake. Lazima kiwe kiburi kikubwa sana. Naam. Kwa hiyo tunafaa tuanze kutafuta ni vipi kafika mahali ambapo mwenye ulimwengu harisi anaambia ulimwengu huu ni wa mwingine. Napata? Kwa maana tushajua ya kwamba Mungu alipoumba aliingiza katika uumbaji kanuni ya ubunifu ambao ndio inaoshikilia uzima wote.
ambao ni uzima wote, ambao ni kanuni ya sheria yake ya upendo. Ni vipi ikafika mahali ambapo hatuoni kanuni hiyo kamilifu na kanuni nyingine ambao ni ufalme ya jino kwa jino? Sasa itakuwa ni vizuri tukikumbuka kitabu cha Mwanzo 1 kuanzia mstari wa 26 pale hadi 27. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alipoumba ulimwengu huu, alipofika siku ya 6 aliona ni vema amuumbe binadamu ambaye angekuwa ni mtawala wa vyote vilivyokuwa vimeumbwa. Kwa hiyo Mungu alipoumba dunia hii alikabidhi kwenye mikono ya Adamu kama msimamizi. Ila Adamu alikuwa anafaa awe msimamizi chini ya msimamizi mkuu. Unaelewa? Na huyo msimamizi mkuu ndiye anayeitwa Neno. Ila msimamizi mkuu kulingana na kitabu cha Wakorintho naye ana msimamizi. Msimamizi wake anayemwita Mungu wake. Sasa unapofika pahali ambapo unapata shetani anajigamba na kujidai ya kwamba yeye ndiye mtawala wa ulimwengu huu, then kuna wizi ambao umefanyika. Na wizi huu hauwezi kuwa ni wizi wa ihari. Kuna udanganyifu mahali ambapo umetumika. Kwa maana duniani hapa, sisi wenyewe duniani hapa kama wanadamu tunapambana kupata umiliki wa dunia, sio? Tunapambana kupata vitu vilivyo duniani ambapo tuvitawale, tuvimiliki, ndio kiburi cha mwanadamu. Sasa kama tunavitafuta, ni vipi ambavyo tukapea mtu mwingine ambaye sasa yeye ndiye anayetugawia anavyotaka? Napata pale. Kwa hiyo hii inanikumbusha, jambo hilo linanikumbusha pambano tulivyolianzia, na nafikiria atarudi kule katika mwanzo wa pambano. Ila itakuwa ni vizuri tukidhihirisha kanuni ya pambano lilivyoanza mbinguni, tufuate kamba hiyo katika pambano hili linavyoendelea katika ulimwengu huu. Itatusaidia kufungua macho kuhusu yanayoendelea, na zaidi ya yote itatupatia kuelewa majibu ya maswali ambayo tunaweza kuwa nayo kama wanadamu duniani. Sasa kabla hatujaenda mbali, ningelipenda tusome kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho ningelipenda tukiangalia hapa mbele. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Wakorintho 11 mstari wa 3. Anasema ya kwamba ni Paulo anazungumza, ninacherea au ninahofia isije ikawa kwa njia yeyote joka kama vile joka alivyomdanganya Hawa kupitia udanganyifu wake, akaja akawadanganya na kupotosha na kuharibu fahamu zenu au akili zenu kutoka kwenye unyoofu ulio katika Kristo. Kwa hivyo tunapata hapa Paulo akiwa na wasiwasi kuhusu watoto waliowazaa. Ana wasiwasi huu wasije wakadanganywa na joka. Ameshazungumzia joka huyu katika kitabu cha Ufunuo katika mwanzo wa pambano. Anahofia asije akawadanganya jinsi alivyomdanganya Hawa. Sawa? Kwa hiyo hapa tunapata ya kwamba binadamu wa kwanza aliyeingia kwenye udanganyifu wa shetani ni mama. Sawa? Sasa Hawa alipodanganywa, tunaambiwa ya kwamba udanganyifu huu ulitendeka katika akili yake. Sawa? Kumbuka pale juu pambano ilikuwa kuhusu nini? Nikasema uwanja wa vita ilikuwa ni akilini tuliona. So tunapata hapa duniani bado mwendelezo unakuwa ni ule ule. Uwanja ni ule ule. Kwa hivyo silaha ambayo shetani aliitumia ndiposa ufikie akili ya binadamu lazima ikuwe ni silaha ya mawazo. Na mawazo yako hayawezi kuwa ya maana hadi ukampatia mtu mwingine maneno hayo kupitia, yani mawazo hayo kupitia maneno. Sawa? Kwa hivyo tunapata hapa shetani alitumia udanganyifu ndiposa akapanda mbegu kwenye mawazo na akili ya Hawa, alafu maandiko yanatuambia akaleta kitu kinachoitwa corruption. Unapokuwa na laptop jinsi ambayo tuko nazo hapa mbele, laptop hizi ukiziangalia vizuri zimeundwa ndiposa zitusaidie. Laptop hii ikiwa vizuri ni laptop ambayo ina function vizuri, umeme uko sawa, mwili wa laptop uko sawa, na umeme wake unakuja hapa ni mzuri, uko kamilifu, ila pia programu ambazo zimewekwa katika tunaita fahamu ya computer software lazima pia ziwe nini? Ziwe sawa. Ila tunapata kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kimetendeka katika laptop hii siwe sahihi, ambayo inaitwa ni virus. Virus unapotap chochote ina corrupt nini?
na software files zako kwenye simu. Kwa hivyo laptop hii inaweza kuwa ni nje inaonekana ni nzuri, ila bora imewekewa virus ya mtu mwingine, laptop hii itakuwa inafuata maagizo ya mtu mwingine. Kwa hivyo tunapata akili ya binadamu iliweza kukaa corrupted kama vile ambavyo kompyuta zetu na simu zinakaa corrupted kupitia udanganyifu wa nani? Wa Shetani. Sasa kwa hivyo mtu anapokuwa anasoma kitabu cha Mwanzo, utapata ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kitabu cha Mwanzo 2, na alipomaliza kufanya kazi yake ya uumbaji, alipotazama akapata na akaburudika. Tunaambia kwamba vitu vyote vilikuwa ni vyema tena sana. Sawa. Mimi ningependekeza kwamba tusome maneno yale kuanzia pale Mungu anapomkabidhi Adam dunia. Alafu tusome na yale maneno ya kwenye uumbaji pale. Nafikiri tunaanza kwanza naye alafu tukasome yale. Kwa sababu unajua kuna yule ambaye anakutana na mjadala kama huu, hayo maneno hajawahi kusoma kabisa. Okay. Mwanzo 1 anasema 26 anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu alipokuwa naumba na alipomaliza kuumba, alipata kwamba vitu vyote vipo nini? Vipo sawa. Si alipata, aliona vitu vyote vipo sawa, kwa maana yake ilikuwa ni muendelezo wa nini? Wa kanuni yake na tabia yake katika asili aliyoiumba. Okay? Ni vipi kitu ambacho Mungu alikiumba kikiwa kikamilifu kikaja baadaye kikawa na udhaifu unaoitwa uharibifu, corrupted. Ni wazi ya kwamba binadamu wa kwanza ambaye ni Hawa alikaa corrupted, aliweza kuharibiwa kupitia udanganyifu. Sawa sawa? Naomba nisome nukuu moja iliyo hapa, baada ya hapo tutaweza kuunganisha kipengele fulani ambacho nataka tuunganishe hapo. Kuna nukuu moja ya Ellen White inayoitwa Selected Message Volume 1. Selected Message Volume 1, 345 paragraph 1. Anasema, it was through making the word of God of none effect that sin was brought into the world. Kwa hivyo Shetani ndiposa aingishe udanganyifu wake hapa duniani, alifanya neno la Mungu lisiwe na maana kwa Adamu na Hawa. Making the word of none effect ni kwamba neno la Mungu lisije likachukuliwa kwa uzito wake. Ni kumaanisha ya kwamba wanapolichukua neno hile katika urahisi, ni kwa maana hawakuwa na uaminifu kwa neno lililotolewa. Ila point ya pili ambayo ni ya muhimu ni hii, inasema hivi. Sasa hii ndio point ambayo ningelipenda kila mmoja anayeenda kusoma aishike, kwa maana ni nzuri na ni nzito. Kama uko umeandika, naomba uandike Selected Message Volume 1, 345 paragraph 1. Kwa Kiswahili ni gombo la kwanza. Hiyo ni maandishi yaliyochaguliwa kama sijakosea. Ukurasa ni wa 345 paragraph ya kwanza. Kipengele hiki ni cha muhimu sana. Kinasema hivi: Adam believed the falsehood of Satan and through his misrepresentation of the character of God, kwamba Adamu aliamini udanganyifu wa Shetani, na kwa kupitia udanganyifu kuhusu tabia ya Mungu, uhai wa Adamu uliweza kubadilishwa na kuwekwa nini? Dosari. Kwa hiyo tunapata kwamba uzima wa mwanadamu ambao ni kanuni ya Mungu inayofanya kazi ndani yake imetiwa dosari kupitia udanganyifu wa nani? Wa Shetani. Kwa hiyo Mungu alipomuumba binadamu, alimuumba akaweka uzima ambao ni sheria yake, na akaweka uzima huu unapodhihirika udhihirike kwenye kanuni ya upendo. Ila Adamu alipoamini udanganyifu wa Shetani, tunapata ya kwamba uzima wa Adamu ukawekwa dosari. Kwa maana nyingine, uzima wa Adamu ukawa ni uzima wa ubinafsi. Kwa hivyo binadamu badala adhihirishe uzima katika jinsi ambavyo Mungu alikusudia udhihirishwe, binadamu akawa anazuia
uzima wa Mungu usifanye kazi kikamilifu ndani yake. Kwa hiyo unapata kimwili tuko hai, ila kuna kitu fulani ambacho kimetendeka. Mara nyingi huwa tunasema ni kwamba katika kiroho. Na katika kiroho sio kitu kingine cha ajabu sana ambacho hakipo katika mwili wa halisia. Tunaposema katika kiroho tunazungumzia katika nyanja ya kiroho. Na wakati mwingine unajua kuna sentensi ambayo sijui kama Tanzania zipo. Kenya kuna sentensi zinasemekana kwamba maisha ni maisha ya kiroho. Kwamba life is spiritual. Kwamba maisha yakiwa spiritual ni kana kwamba kuna some mystical thing ambayo ina revolve maisha ya binadamu ambao sio haya ambao tunafanya nini tunaoyaona. Kama kuna kitu fulani funny ambayo iko somewhere mystical about the life of man. That's not biblical. Kwa hiyo point ambayo nilikuwa nafikiria tungekazia msisitizo ni kwamba binadamu katika kitabu cha Mwanzo waliumbwa wakiwa viumbe wa mwili. Lakini alipokuwa na waumba, ukisoma kitabu cha Mwanzo ambacho tumesoma kitabu cha Mwanzo 1:26, makusudio ya Mungu ni kwamba binadamu alikuwa nafaa awe tofauti na viumbe wengine kwa kuwa na asilia ambayo ina aksi Mungu alivyo. Mungu alikusudia binadamu awe katika sura yake. Na kando ya kwamba Mungu na mwana wana mwili, wana asilia ya kuongozwa na asilia inayoitwa asilia ya kiroho, ambayo kwa kifupi inakuwa ni dhamiri ya mtu ambayo imeunganika na uwezo wake wa kupima mambo na kuchuja mambo, ndiposa baada ya hapo akafanya uchaguzi kulingana na dhamiri au hukumu iliyo kamilifu. Ila binadamu alipokubali mawaidha ya shetani, alishusha neno la Bwana, ambalo neno la Bwana ndilo linaloleta uzima katika mwili. Akachukua wazo la mtu mwingine na maagizo ya mtu mwingine ambayo hayana uzima ndani yake. Kwa hiyo tukapata ya kwamba asilia ya kiroho ambayo inafaa itawale mawazo ya binadamu, na unapozungumzia asilia ya kiroho hapo tunazungumzia mawazo yaliyodhibitiwa na kanuni ya uzima, yakabadilishwa baada ya hapo kanuni ikawa ni ya ubinafsi inayotawala binadamu. Ikawa ni kwamba yote ambayo binadamu anayatenda, maisha yake ambayo ni tabia zinazotoka ndani yake, ikawa ni tabia za uasi, tabia za ubinafsi. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba tabia ya Adamu ikabadilishwa, Mungu hakuja akabadilisha maisha ya Adamu na wala kubadilisha tabia yake, bali Adamu kwa kuweza kukataa neno au amri na agizo la Mungu, ndiposa akakataa utawala wa ufalme wa roho au ufalme wa sheria za Mungu, akakubali sheria ya ubinafsi. Kwa hivyo matendo yote ambayo anayatenda ni matendo ya ubinafsi, na zaidi ya hapo basi mwili wake ukachukua kanuni ya ubinafsi. Kwa hivyo mwili wenyewe wa binadamu haupo mkamilifu, unachukua tabia hiyo hiyo ya ubinafsi. Ndiposa nabii kwenye nukuu nyingine atakuwa anasema ya kwamba kwa kukubali udanganyifu wa Adamu, ni nukuu hiyo hiyo ambayo tumeisoma kwenye Selected Message Volume 1 346. Sasa tunaingia paragraph 1. Tasoma tu mwanzo kabisa. Anasema ya kwamba kwa kuamini udanganyifu wa shetani, man's character and destiny were changed. Kwa hivyo kuna vipengele viwili ambavyo vinaenda pamoja. Ya kwanza ni uzima wa Adamu katiwa nini? Dosari. Tumeshajua kwamba ni vipi ambavyo maisha yangu ambayo ni uzima nilio nao hauishi upendo bali unaishi ubinafsi. Ni kwa maana tulichagua kukana amri ya Mungu ambayo ni amri ya uzima, tukakubali amri ya shetani ambayo ni neno lake ambalo lina uzima, ambalo lina aksi tabia ya ubinafsi. Kwa hivyo sisi wanadamu, uzima tunaoupokea kutoka kwa Mungu wa kimwili hatutumii katika utukufu wake na kudhihirisha tabia yake. Huwa tunakandamiza roho yake inayozungumza katika mawazo yetu kwa kuishi maisha tunayotaka kuyaishi. Basi ndiposa tunapata ya kwamba tunamwangamiza na kumuua Kristo ndani yetu. Kabla hajaja msalabani, Kristo anabeba msalaba kila wakati ndani ya mwanadamu yote yule ambaye anamkana. Ila pointi nyingine anasema ya kwamba destiny ya binadamu ikaweza kuwa imebadilishwa. Now, destiny ya binadamu ni kwamba binadamu aliumbwa, makusudio ya kuumbwa binadamu ni kwamba sio tu atawae ila aishi milele. Ila alipoumbwa hakuumba awe mkamilifu kwamba akona umilele ndani yake tayari. Aliumbwa kwa Kiingereza kusema ya kwamba akona kitu kinachoitwa conditional immortality, kwamba ataishi milele akichagua kufuata kanuni za milele, ila hataishi milele ikiwa atazikana kanuni za umilele.
Hiyo ndio destiny ambayo binadamu aliweza kuikataa. Alikataa namna gani? Tukiingia kwenye kitabu cha Mwanzo, unaposoma kitabu cha Mwanzo, story ya kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa kwanza, mahali ambapo Hawa anapatana na shetani katika mti mmoja unaoitwa mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Pale katika ule mti kuna kipengele ambacho ningelipenda tuweze kukizungumzia. Before niende pale, nilikuwa nataka tuweze kupeana wazo fulani kwa wale ambao watakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza na yeyote unayemfahamu katika channel hizi ambazo zinapeperusha ujumbe huu. Kuna kitabu moja ambacho tunakipeana bure kabisa kinachozungumzia afya ya akili ya binadamu. Hapa utapata kuna mwelekezo jinsi ambao binadamu anafaa au anafanya kazi. Tukipata nafasi katika vipindi ambavyo vinatangulia tutaweza kukopi kidogo katika mafunzo haya kwamba binadamu anafaa aongozwe na asili ya kiroho, ndiposa asili ya kiroho idhibiti mawazo na idhibiti hisia zetu, ndiposa maisha tunayoyaishi yawe ni maisha matakatifu, ndiposa Mungu aweze kuonekana ndani yake. Kitabu hiki kinapatikana kwenye watu wote ambao unaweza mjua, anaweza kusaidia kupata kitabu hiki kwa gharama isiyo zidi 0 senti zozote za nchi yoyote. Na ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo 3 pale utapata ya kwamba shetani anampata Hawa, alafu anamwambia ya kwamba nikisema ule mstari wa 6 pale, mstari wa 7, naomba nisomee mstari wa 7. Mstari wa 7 inasemaje? Wakafumbuliwa macho wote wawili. Okay. Anza mstari wa 2. Mwanzo 3. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Naomba tukomee pale kidogo. Kwa hivyo Mungu alipoumba, kwanza kabisa aliumba miti aina nyingi, na nafikiri hamna mtu ambaye amesoma ufalme tunaoita ufalme wa mfalme wa mimea ambaye anajua mimea yote. Ila naamini mimea ni mingi. Kwa hiyo Mungu aliumba mimea mingi ya uwezo wa kutoa chakula aina tofauti tofauti. Ila kuna miti miwili ukisoma kitabu cha Mwanzo 2 ambayo Mungu aliiweka maksudi katika kitabu cha Mwanzo pale. Tunaambiwa katika shamba la Edeni Mungu aliweka miti miwili ambayo unaweza sema ni speciali. Sio kwa maana yake miti hii miwili ilikuwa na uzima zaidi kuliko miti mingine, ila point ya msingi nataka tupate ni hii kwamba mti mmoja Mungu aliupatia jina ni mti wa uzima, na mti wa pili akauita ni mti wa ujuzi. Na mti huu wa ujuzi hauiti mti wa kifo, bali unaitwa mti wa ujuzi. Now, yeyote ambaye angeshiriki katika mti wa uzima, then inamaanisha angekuwa anapokea uzima katika maisha yake. Ila atakapokuwa anatengwa na ule uzima, then inamaanisha ni kwamba hatakuwa na uzima. Betri ambazo zipo kwenye computers na laptop ambazo tuko nazo, ukiziondoa kutoka kwenye source ya umeme, zitakaa kana kwamba zipo hai, lakini bora zimekaa disconnected kutoka kwenye source ya power, then betri kwa hakika itafanya kitu gani? Itakufa. Ila kufa kwenye betri hii sio kwa maana imeweza kupata adhabu kutoka China, Hong Kong, bali kwa maana imeweza kukaa disconnected na source ya energy. Na Mungu alipoumba binadamu, yeye ndiye chanzo cha uzima, na hamna uzima nje ya nani? Ya Mungu. The only way ya kujiconnect na uzima ni kuweza kupokea uzima kupitia neno lake, au uzima wake kupitia amri yake. Ila tulipokuwa tumejidisconnect kutoka kwa Mungu kwa kukubali asilia yetu ya kiroho itawaliwe na maisha na asilia ya shetani, basi tukakaa disconnected na nani? Na Mungu ambaye ni chanzo cha uzima. Matokeo yake ni kwamba binadamu aliendelea kuwa anaonekana kuwa hai, ila kwa kweli ijapokuwa alikuwa hai, alikuwa amekuwa katika hali ambayo Kiingereza nasema ni kwamba hali ya kufa, ila hakuwa amekufa. Katika theolojia kuna argument inayosemekana hivi: Mungu aliposema ya kwamba hakika ukila utakufa, sentence hiyo ilikuwa inamaanisha atakufa wapi na atakufa nini. Wengine wakasema ya kwamba atakufa kiroho,
maana ndio alikufa kiroho. Yaani watu wanasemaga ya kwamba Mungu, je, alikuwa ni kweli ama hakukuwa kweli? Aliposema kama hakika utakufa, je, neno hilo lilitimia baada ya wao wamekula? Haikutimia. So kusaisha hoja hiyo, wanatheolojia wakaja na nadharia karibu kama si mbili, sijui kama nitakuwa nimekosea. Moja wanasema ya kwamba Mungu aliposema kwamba hakika utakufa, alikuwa anazungumzia wakati watakufa kiroho, kumaanisha ya kwamba wakati ule ule walipokufa kiroho walikuwa wamekufa. Na wengine wanasema ya kwamba hii kukufa watakuja kufa baadaye, adhabu ambayo watakuja kuipewa ya kuvunja amri. Na mimi sipo katika hizo zote mbili. Nipo katika moja ambayo inasema ya kwamba sentensi ya Mungu ukisoma kwamba the day that thou eatest thou shalt die, ukisoma ile sentensi thou shalt die, ukiangalia margin ya Biblia za kale itakuwa inasema kwamba thou dying thou shalt surely die. The Message Bible inasema God commanded man, you can eat from any tree in the garden except from the tree of knowledge of good and evil. Don't eat from it. The moment you eat from that tree, you are dead. Now, of course, that statement is very heavy. Ukisikiza tu hivyo. Now, mbona kusoma versions tofauti ni muhimu? Kwa maana versions hizi zinawakilisha mawazo ya wanadamu kuhusu uelewa wao wanavyotafsiri maandiko. Kwa maana nakumbuka tulisema ya kwamba maandiko hayajaandikwa kwa lugha ya malaika na lugha ya Mungu. Yameandikwa, Mungu aliwavuvia mawazo, wachague neno wafanya nini? Waliandike kulingana na ujuzi wa lugha yao. Ila pia Biblia ilipoandika katika lugha ya Kiebrania na Kigiriki katafsiriwa baadaye na wanadamu. Kwa wanadamu walipochukua neno kutoka kwenye Kiebrania na Kigiriki, walitafsiri kulingana na uwezo waliokuwa nao wa uelewa wa nini? Wa maneno. Kwa hivyo wanavyotafsiri ni kioo cha mawazo na uelewa wa mitazamo ya wanadamu kuhusu neno. Now, hiyo tutafikia katika somo lingine linaloitwa kioo. Kwa hivyo anaposema you are dead, hiyo kwangu mimi nakaa kama ni tishio fulani. Unaambia kwamba ukijaribu wewe you are dead. So dead how? Because ni kama mtu anakuambia wewe ukijaribu wewe ukisonga you are dead. Yaani kama mtu ambaye amekuwekea bunduki kwenye uso wako anakuambia ukisonga you are dead. You of course know kwamba anafanya kufanya nini? Anaenda kukua baada ya hapo. Biblia za kitambo zilikuwa kwenye margin pale ile neno die wanasema dying. Now the word dying is D Y I N G kama sijakosea, sio? Now dying is what? Is it a present? Now present kwa Kiswahili ni nini? Sijui. Present. Wakati uliopo, wakati unaokuja au wakati unaoendelea. Unaposema dying, wakati uliopo. No. Katika hali ya kuendelea. Ni katika hali ya uendelevu. Sawa? So the statement of God being faithful to the original word inasema ya kwamba dying surely thou shalt die. Now the word dying is continuous. Now why is that important to me as a Bible student? Ama mbona hiyo iko muhimu kwangu kama anayejifunza Biblia? Ni kwa maana naomba nitumie mfano tena wa laptop yangu. Nikijidisconnect this laptop yangu, nimeconnect na power ya nini? Ya umeme. Now we must all the time, kila wakati lazima kama wanadamu tukue connected na nini? Na source ya nini? Ya uzima. Source ya uzima ni Mungu, na the only way ya kuwa connect na source ya uzima ni amri ya nani? Ni amri ya Mungu. Ila kwenye asilia ya kiroho tumepatiwa uhuru, kwa maana wanadamu sisi ni viumbe wenye nini? Wenye uhuru. Nikijidisconnect from the source kwa kudisregard maneno ya Mungu, then battery hii itakuwa kwamba ina nini? Ina moto, ina uzima. Ila wewe ukikuwa unaangalia kule kwenye percentage kule chini, utaona kwamba laptop hiyo inaenda graph pole pole. Inafanya kitu gani? Inakufa. Now that process inaitwa nini? Dying. Kwa hivyo wakati ambapo Adamu na Hawa walikula ile tunda, neno la Mungu lilitimia kwamba walianza kufanya kitu gani? Kuwa watu ambao sasa not neutral. Kwa Kiingereza tunasema kwamba binadamu aliumbwa akiwa not mortal, not immortal. Ya kwamba binadamu alipoumbwa hakuumbwa akiwa mtu ambaye hafi ama mtu ambaye anakufa. Aliumbwa akiwa nini? Katikati. Kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kukua kiumbe wa umilele au kufa. Kwa kutegemea nini?
uchaguzi ambao atakao utenda, ila the moment binadamu alipojidisconnect na uzima, then akachukua hali inayoitwa a mortal what man, mtu ambaye nini, ni mtu wa mwili, mtu anayekufa. Now dying, the moment we disconnect from the source of life, man has been dying. Now kama si Kristo anaye interfere, na ana interfere na hii process ya kufa kupitia vitu vingi, kwanza kabisa ndiye anayeendelea kutupatia rehema na uzima wake tunaoendelea kufanya nini, kupush away every moment. Anapotumania ujumbe tunafanya tu gani, tunausukuma, ila anabeba huo msalaba akiendelea kutupatia nafasi ya nini, ya kuumia anapotuletea neno lake tunapolikataa. Mwisho kabisa, kumbuka kwamba pia anatuletea ujumbe wa afya, ambao lengo la afya ni kudhibiti nini, process ya nini, process ya kifo. Ila hata kama nadhibiti, kwa hakika tunafanya tu gani, tunakufa. Ila mwisho kabisa wanadamu hawana uwezo wowote wa kufanya kitu gani, wa kuendelea kuishi. Naomba kila mmoja afanye research yake mwenyewe. Utapata ya kwamba kwenye research moja ambayo imefanya ni kwamba wameona kwenye research zao za mbegu za uume wa wanadamu, wanavyotabiri ni kwamba mbegu za uume wa binadamu hauna uwezo wa kufika mwaka wa 2050, kwamba binadamu mwanaume hatakuwa na uwezo wa kuzaa. Mbegu zangu zitafanya tu gani, zitakuwa zimedidimia. Kwa maana gani? Binadamu anaendelea kudorora katika nini, katika mwili, tunachakaa kwa kifupi. Nao mimi sikuwa pale, nimefika pale kwa point fulani ya muhimu. Point ambayo nataka tuweke hapa ni kwamba Mungu, naomba nitumie vitabu hivi vyetu viwili ambavyo ningependa kila mmoja aweze kuvipata. Tuseme ya kwamba, sijui kama utakuwa ni mfano mzuri. Okay, tuchukue vitabu vitu viwili hapa. Moja isimamie mti unaoitwa mti wa nini, wa ujuzi, ndio maana kuna AI hapa. Okay, ya pili tusimamie kitu kinachoitwa mti wa nini, wa uzima. Sasa mbona Mungu akaweka miti hii miwili? Kwa maana tunajua ya kwamba ndiyo miti ilikuwa ni mingi, ila kuna miti ambayo ilikuwa ni maalumu, ambayo imewekwa kule nini, makusudi, na ndiyo miti pekee ambayo imepatiwa nini, titles. Mingine yote haijafanya gani, haijapewa. Na tunajua ya kwamba Hawa anaenda kupatikana ama anaenda kukaa confronted na shetani wapi? Kwa mtu wa nini, wa ujuzi wa mema na mabaya. Na baadaye kitabu cha Mwanzo 3 wanaenda kuzuiliwa kwa lugha nyepesi kwa malaika kukua katika mti wa uzima, kwenye barabara ya kwenda katika mti wa uzima. Alafu tukaambia ya kwamba ikakaa kana kwamba walikuwa na nini, na panga. Okay, hiyo ni kesi ya kuzungumza kwamba malaika wanatumia panga, watumii panga, waliwazuia katika nguvu ama sio nguvu. Hiyo ni kesi nyingine, ila point ya msingi, huu mti uko na uwezo wa kuwapatia uzima, ila ukaondolewa kwao. Sasa swali, Mungu ndiye aliyemuumba anayeitwa Lucifer. Okay, akamuasi kule wapi? Kule mbinguni. Tena alipomuasi kule mbinguni, akamruhusu akatoka. Ni vipi ambavyo Lucifer alijipata kuingia hapo ulimwenguni kuwa mtawala? Ni katika pambano la miti hii miwili. Miti hii miwili ilikuwa ni fumbo au ni ashiria ya uwepo wa falme mbili kinzani. Yaani namaanisha ya kwamba Adamu na Hawa wanapoumbwa, wanaumbwa katika muktadha wa ulimwengu ambao, malimwengu ambao tayari umeshaingia katika pambano kuu. Kwa hivyo hawaumbi katika utupu kwamba wao ndio viumbe wa kwanza. Wanaumba katika malimwengu ambao yapo tayari, na katika malimwengu aliyokuwepo tayari kuna uanguko ambao umetendeka. Sasa katika ulimwengu huo ambao ulikuwa umetendeka, Lucifer alikuwa amehasi. Kwa hivyo kulikuwa na ufalme mwingine ambao ulikuwa umeanzishwa na mtu mwingine anaitwa nani? Shetani. Sasa ufalme huu ambao shetani anaoanzisha una kanuni zake na sheria zake. Sheria zake ni za kutumia mabavu kupata kile mapafu ama mabavu, whatever, kupata kile mtu anachotaka. Kwa manini? Kwa mabavu kwa nguvu. Kwa nguvu. Ila haina uzima. Kwa ulaghai, kwa utapeli. Kanuni inayoongoza hapa ni kanuni ya ubinafsi. Okay? Adamu anapoumbwa, kama Mungu alivyo mwenye hekima, hakumwacha akue bila ufahamu. Alimletea ufahamu huu kumjulisha ya kwamba katika ulimwengu wake kuna mtoto mmoja ambaye amemwasi. Kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu alipoweka miti ile miwili, kusudi la pale ni kwamba
Adamu anapatiwa falme mbili, anaambiwa fanya kitu gani? Chagua. Wangu wanauliza kwamba mbona Mungu akaumba mti na akamruhusu shetani akafanya kitu gani? Akaenda kumjaribu nani? Hawa pale. Mbona hakumzuia shetani asifike pale? Au mbona Hawa alipokuwa ananyosha mkono kupokea tunda kutoka kwenye rafiki yake huyu mpendwa mgeni ambaye ameingia shambani pale, hakumzuia? Na ni kwa sababu tumepata ya kwamba Mungu aliumba binadamu mwenye asili ya kiroho. Asili ya kiroho inamaanisha kwamba ana uwezo wa kuamua kuchagua ufalme atakao utendea. Kwa maana tumeshajifunza kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme wa sheria, na sheria ni sheria ya upendo, na upendo ni sheria ya nini? Ya uhuru. Kwa hivyo binadamu waliumba wawe na uhuru wa kufanya kitu gani? Wa kuchagua. Kwenye kitabu cha Wazee na Manabii, sitajua kama naweza kukumbuka ni wapi kabisa, ile inasema ya kwamba Mungu alipoumba Adamu na Hawa hakuwaumba akawaweka mbali na uwezo na uwepo wa kuweza kuanguka, ila aliwapatia uhuru kamilifu wa kuweza kumtii au kutomtii. Mungu alipowaumba alingependa wamtii, kwa maana kwa kumtii neno lake ndipo wanajua uzima unapatikana hivi. Ila pia akawapatia uhuru wa kufanya kitu gani? Wa kuchagua. Ila katika kuwapatia uhuru wa kuchagua lazima abebe msalaba. Na sijui kama watu wanajua ya kwamba uumbaji wa Mungu umejengwa kwa kanuni ya msalaba. Bwana anasema hivyo. Mungu alipoumba, aliumba ulimwengu huu akijua ya kwamba anawapatia watu uhuru ambao wana uwezo wa kutumia uhuru wao kumkana. Ila alienda mbele akajikana nafsi, akaumba tu binadamu, akawapa uhuru huo ambao alijua ya kwamba wana uwezo kuutumia. Sijasema kwamba alikuwa na uhakika, alijua wana uwezo kuutumia. Sasa pointi ni gani? Kwa hivyo Mungu anapoumba, uumbaji umejengwa juu ya kanuni ya msalaba, kwamba ni kujinyima. Sasa alipojinyima akaenda mbele akaumba, kuanzia wakati huo Mungu anabeba msalaba wa kwamba lazima ashughulikie mtoto wake, whether amemkubali au amemkataa. Ule mti wa mema na mabaya haukuwa ni jaribio kwa lugha nyingine, huwa tumeambiwa ya kwamba ni mti ambao Mungu aliwawekea test, aliwawekea jaribu. Nao katika kitabu cha Yakobo tunaambiwa ya kwamba Mungu hamjaribu mtu. Nao wengine wakasema katika theolojia ya kwamba unajua kujaribu mtu ni tofauti na kumpatia mtu mtihani. Sasa sikiza, hakuna shule yoyote hapa duniani ambayo inapatia mtu mtihani apite. Shule hapa duniani inapatia mtu mtihani afanye kitu gani? Aanguke. Mungu haletei mtu jaribu au mtihani. Lengo la mtihani ni kujaribu mtu ndiposa aanguke. Nao neno jaribu na mtihani kwenye Biblia haina maana tofauti. Kwa Kiingereza, ninapokuwa Tanzania pale huwa nasikia watu wakisema ya kwamba there is a difference between the word trial ama tempt. Nafikiria neno ndio nzuri. There is a difference between tempt and test. Kwa shetani ana tempt, Mungu yeye ana test. Sasa sikiza, Mungu afanye yote hayo. Sikiza kwa nini? Kwa maana Mungu hahitaji kupatia mtoto mtihani ndipo ajue mtoto amefeli, ana akili ama hana. Mungu anajua akili zangu ziko wapi. Kwa hivyo ule mti haukuwa ni kwamba Mungu amewekea pale our test ama our tempt, ila ule mti ulikuwa na test na ulikuwa na temptation. Naomba nifafanue. Ule mti ulikuwa na nini? Ulikuwa na test na temptation. Ila Mungu hakuweka pale our test na our tempt. No. Mungu aliweka pale kama zawadi ya uchaguzi. The gift of what? Of choice. Kwamba wanangu, nimewaumba naam Baba umetuumba. Nimewafahamisha na nimewafunza. Kunaye mtu ambaye ni mpinzani wa ufalme wangu. Naam Baba umetuambia. Ila ikiwa hamnaona ya kwamba ufalme wangu sio mzuri kuliko wake, mna uhuru wa kuchagua ufalme mtakao kutumikia. Kwa hivyo ikiwa angeweka mtu wa uzima pekee mbele yao, basi hawako na nafasi ya kuchagua. Ndio uchague lazima ukuwe na ofa ngapi? Angalau 2. Kwa alipoweka miti ile miwili pale, ilikuwa ni nafasi ya nini? Ya kuchagua ufalme watakao kutumikia. Sasa alipoweka uchaguzi ule, ndipo temptation na test inakuja nyuma ya nini? Ya nafasi ya uchaguzi. Ndipo shetani anatumia nini? Ule nafasi ya uchaguzi pale. Kwa hivyo Mungu aliweka ule mti pale kama zawadi ya kuchagua. Kwa hivyo mbona Mungu hakumzuia shetani alipoenda kumjaribu Hawa? Ni kwa maana ulikuwa ni wakati wa nini? Uchaguzi. Kuna wakati wa kuelekeza mtoto
na kuna wakati wa kumruhusu afanye kitu gani, achague. Kwa hivyo Mungu hakuweza kupiga hatua ile, sio kwa maana ilimpata kwenye surprise, sio kwa maana ilimpata kama hajui. Aliamua kutofanya kitendo cha kuzuia Hawa na Shetani, kwa maana ilikuwa ni nafasi ya Hawa na Adamu fanya nini, kuchagua. Mpaka pale nafikiria tumeweza kufanya kipengele cha muhimu cha kwanza. Sasa ni vipi ambavyo basi Shetani aliweza kukuwa ni mtawala wa ulimwengu huu? Ni kwa kupitia Hawa kuchagua kushiriki lile tunda na kumtumia Hawa kama chombo cha udanganyifu cha kumdanganya nani? Adamu. Mpaka pale nafikiria naeleweka vizuri. Kwa hivyo Adamu naye alipokubali kupokea tunda kutoka kwenye mkono wa Hawa, akapokea mawazo ya Shetani kama kweli, ndiposa kupitia tunda moja, na actually iko kupitia tunda moja, kupitia wazo la kufikiri kuchukua lile tunda, ulimwengu huu ukatumbukizwa katika utawala wa nani? Wa Shetani. Shetani anakuwa mtawala wa ulimwengu huu wakati ambapo baba wa ulimwengu huu aliweza kuwaza na kupokea wazo la nani? La Shetani. Alipochukua wazo la Shetani, ndiposa mawazo ya Shetani yakawa ndio ambayo yanachukuliwa, sijui nisemeje. Mawazo ya Shetani ambayo Adamu aliyachukua akayakubali na kuyatendea kazi, ambayo Hawa pia ameyachukua na kutendea kazi, wanaposhiriki katika familia moja, wanazaa watoto wanaoshiriki pattern ya mawazo yao. Kwa hivyo ulimwengu huu wote ukawa ni kwamba wanaozaliwa kule wanazaliwa wakiwa wanafuata asilia ya nani? Ya Adamu. Ndio maana kitabu cha Mwanzo 5 nasema ya kwamba na Adamu akazaa watoto kwenye sura yake. Kwa hivyo baada ya Adamu kuumba kwenye sura ya Mungu, watoto aliowazaa baada ya hapo walikuwa ni watoto kwenye sura ya nani? Kwenye sura yake mwenyewe. Na baada ya hapo asilia iliyokuwa kwenye utawala wa Adamu, Adamu naye alipoasi alienda katika uasi pamoja na nini? Na maumbile yote yaliyokuwa chini yake. Mwalimu, naomba kwanza kidogo hapo niweze kutia muhuri fulani hapo ambao ni wa maana sana, ijapokuwa naona kana kwamba vipindi vimekuwa vingi sana na muda unaendelea kukimbia, sijui kama tutaweza kukava mambo yote. Ila naomba tu nisome kipengele kimoja pale mahali ulipokuwa umesoma. Kitabu cha Mwanzo 1:26 inasema ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakawatawale nini? Unajua kwenda mbele. Kwa Mungu alipoumba, aliumba binadamu awe nini? Mtawala. Kwa binadamu alipoumbwa, je, Mungu aliondoa utawala ama utawala ulibaki vile vile? Utawala ulibaki vile vile. Kwa hivyo Mungu alipoumba binadamu alimkabidhi nini? Utawala. Mungu sio mtu anayekupatia zawadi baada ya umemkataa nafasi tu gani? Anaichukua. Nashukuru. Sasa, kwa kipengele cha muhimu hapa ni kwamba Adamu alikabidhiwa umiliki wa vitu vyote. Na Mungu anapopatia mtu zawadi, Mungu sio boyfriend na girlfriend ambaye anakupatia Range Rover, ukikubali mpenzi mwingine anatuma watu wanakuja wafanya tu gani? Wanachukua. Mambo kama hayo utapata kwenye kitabu hiki ambacho tuko nayo hapa. Kwamba Mungu sio mtu mdanganyifu, mpenzi mlagai. Unajua mpenzi mlagai? Mpenzi mlagai ni yule ambaye anakupatia zawadi inayoitwa laptop. Nakupenda mpenzi wangu, nimekununulia, siku hizo hata laptop sio ya maana, ni iPhone na nini nyingine, BMW. Baada amesha kuzawadi na Redmi. Sasa baada amekuzawadi, ukimkana, ukichagua mtu mwingine anachukua alichokupatia. Then inamaanisha ya kwamba zawadi alizokupa alizitumia kama kitu cha kumanipulate akili na mawazo yako mpokee. Haikuwa kwa upendo. Upendo upeana kwa uhuru bure, kwa maana inataka kupeana, na kwa maana ni wajibu wake kufanya nini? Kutoa. Sasa Adamu alipoasi, mamlaka aliyokuwa amepewa kuwa ni mtawala wa vitu vyote haukuondolewa kwake na Mungu. Okay? Ila roho ya kuasi, nukuu hiyo ukitafuta utaipata, roho ya kuasi iliyokuwa ndani yake. Sijui kama niseme namna gani. Niseme hivi. Mungu alipoumba, aliumba chini ya Kristo, naye Kristo akaumba vitu vyote akaweka chini ya nani? Chini ya roho ya Baba, ndiyo ambayo mwana
anaotoa kwa nini? Kwa viumbe. Kwa hivyo huyu ambaye anaitwa Adamu naye alikuwa nafaa atoe roho ile aliyoipokea kwa nani? Kutoka kwa Baba, kutoka kwa Kristo, aitoe kwa nini? Kwa viumbe. Niposa utawala ambao alikuwa nafaa audhihirishe kwenye asili, sio utawala jinsi ambavyo tunavyotawala ng'ombe leo na kuku leo. Unaelewa? Mfano huo uliosema hapo una reflect moja kwa moja ile sentensi. Ndio maana ya ile sentensi Mungu alikuwa ametamka mwanzo. Kwa mfano wetu. Asante. Hicho kipengele kama utakuwa na muda tutakizungumzia. Na nafikiri tunaweza kuwa na dakika kidogo za kuweza kumalizia sisi tunamalizia wapi, lakini sasa kabla hatujarudi pale, Baba anamtoa roho wake ambao ni uzima wake kwa Kristo, naye Kristo anamtawala Adamu kupitia roho ya Baba, naye Adamu anapopokea anamtawala Hawa kupitia roho ya Kristo. Naye Adamu na Hawa wakiwa pamoja, utawala huo ambao wameupokea kutoka kwenye Kristo wanaudhihirisha katika utawala wa vitu vyote walivyokuwa nao. Kwa hivyo hawatawali viumbe kupitia nguvu ya ukandamizaji tunavyotawala leo ng'ombe shambani wanavyolima. Unaelewa? Ukitaka kuelewa somo hilo, angalia katika bahari wakati ambapo ilikuwa imechafuka, Kristo alipokuwa na wanafunzi wake. Alipoamka, alipotawala inaitwa namna gani? Storm in the sea. Kivumba, mawimbi baharini. Hakuyatawala kwa kutumia nguvu ya ubabe. Alisema amani iwe juu yako. Peace be still. Alitamka amani iliyokuwa ndani yake, akaitamka itawale katika nini? Katika asilia. Nao inamaanisha Adamu hivyo hivyo anavyoaksi mfano wa Baba na Mwana, roho ya amani na upendo iliyokuwa ndani yake ndio aliyokuwa nafaa aibariki asili yote aliyokuwa nayo. Kuna kitabu kizuri ninachokipenda kinachoitwa kama za kusema ni Comforter, kimeandikwa na ndugu mmoja anaitwa Adrian Evans. Anasema ya kwamba hata kwenye familia, mimi na mke wangu mpendwa anayeitwa Esther, nafaa kumtawala kwa kutamka amani na mbaraka ninaopokea kwa Baba uwe juu yake. Na anapoipokea anatoa mbaraka huo wa amani na upendo kwa watoto. Familia inakuwa inatawaliwa na kanuni ya uzima na upendo wa Baba. Unaelewa? Ila sasa uasi ulipoingia, mambo yakawa ni tofauti. Mambo yakawa tofauti kwa sababu gani? Adamu alipoasi Kristo aliyekuwa juu yake, akaridhi roho ya nini? Ya uasi. Kanuni ya utawala na kutoa ikabaki vile vile, haijabadilika. Kwa Adamu anatoa kwenye kinachoitwa energy anayoitoa na atmosphere anayoitoa, anatoa kwa viumbe uasi, kwamba uasi ukaridhiwa na viumbe vyote wadogo waliokuwa chini ya Adamu. Kitabu kinachoitwa Elimu kinasema kwamba Adamu alipomuasi Mungu, viumbe wote waliokuwa wadogo chini ya Adamu naye walimuasi. Kumaanisha ya kwamba viumbe wote waliokuwa chini ya Adamu walirithi roho ya uasi iliyokuwa ya Adamu. Kwa Adamu akawa katika ufalme wa Shetani, na viumbe vyote vilivyokuwa vimeumbwa kwenye sura ya Mungu vikawa vinatawaliwa na roho ya uasi. Hivyo ndivyo ambavyo Shetani anakuwa mtawala wa nini? Wa ulimwengu huu. Sio kwamba aliuchukua kwa maana aliupewa na Mungu, aliuchukua kupitia udanganyifu, na udanganyifu ule ulipotendewa kazi na wasimamizi wa dunia hii, roho hiyo ya uasi ikawa ndio ambayo inaeneza au inaoenezwa katika nini? Katika asilia. Naam, kuna kipengele kimoja hapa ambacho ningependa tuweze kukipata, na naomba tu nitumie nafasi hii kwenye channel yako, tusiingilie uhuru wako. Kitabu hiki kiweze kupatwa kila mmoja akisome. Kuna kanuni inayoitwa kanuni ya Charles Darwin, inaitwa Survival for what? For the fittest. Kitabu hiki ninaomba kila mmoja anaweza soma Kiingereza akipate, na uzuri ni kwamba Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kukitafsiri, kitapatikana. Ila point ya msingi, sikuwahi jua hadi wakati nilipopata mbaraka wa kitabu hiki kwamba Charles Darwin alichokisema kilikuwa cha kweli, ila akakosa maandiko ambayo ni Biblia kumtafsiria. Aliposema ya kwamba katika asilia mwenye uwezo mpishe, mwenye uwezo ndiye anayetawala, alichokiona kilikuwa cha kweli. Kwa maana ndiposa kwenye jango mwenye nguvu, the rule of the jungle. Kwa hivyo simba ndiye mndume anayenguruma kule jangwani,
ndiye anayetawala, kwa maana ndiye aliye na uwezo, ila unachokiona pale ni kanuni ya ubinafsi. Survival for the fittest. The kingdom of God sio survival for the fittest. Katika ufalme wa Mungu ni kujaliana, kuwaza kuhusu mwingine, utafakari kuhusu mwingine. Furaha ya ndugu yako kuwe ni furaha yako. Kwa hivyo ukisoma kwenye kitabu hiki utapata ya kwamba alichokiona Charles Darwin alipoona kwenye wanyama, hata kwenye familia, aliye na nguvu ndiye anayetawala. Hata kwenye familia baba anatawala, kwa maana yeye ndiye ana nini, ana misuri. Unaelewa? Kwenye familia za Nyeri ukienda kule utapata mwanamke ambaye ndiye aliye na misuri, ndiye wanayetawala na kutandika wanaume kule. Unaelewa? Nageuka kukua kinyume cha hiyo. Kule kwa watu wa Nyeri. Kwa watu wa Nyeri huku Kenya, lakini sijui kwenu. Sasa kipengele cha muhimu ni kwamba kanuni hii inapoonekana kwenye asiria, kinachokosea ndiposa mtu anaweza kuelewa ni kwamba kuna uasi. Kwa hiyo kuna wale ambao wamesoma hizi nadharia za Darwin na haya mambo ya theory za creation versus evolution, sio hivyo? Kwa hiyo ni kusema hivi, ni kweli Charles Darwin na wengine wenye kufanana na yeye wamefanya research. Lakini movie tunayoangalia, huu ulimwengu ni sehemu ya ni uwanja wa sinema. Kila mmoja ni actor. Unaona? Kila mmoja anayekutokea kuishi hapa duniani ni muigizaji katika kipengele fulani cha maisha. Kwa hiyo Charles Darwin na wenzake wamefanya kazi ya kutafiti, lakini movie walioitafiti ina part 1 na part 2. Ila wao bahati mbaya wameenda kutafiti tu upande wa part 2, hawajaenda kufanya utafiti kwenye part 1. Waelewe. Unaona? Sasa matokeo waliokuwa nayo wamehitimisha, lakini kwa research ya part 1 alafu inataka ifanywe kuwa nini? Kuwa general. Ukifanya hiyo kuwa general utakosea, kwa sababu lazima upate balance ya part 1. Part 1. Kwa hiyo ile dunia ambayo tumeanza nayo ya Mwanzo 1, Mwanzo 2, kabla ya kula matunda, kabla ya shetani kuingia, Darwin na wenzake hawajaenda kufanya research kule. Ndio maana ni nguvu sana kupata ukweli mkamilifu, kwa sababu part 1 haja involve katika research nyingi zinazofanyika leo. Sasa unapata leo, kwa hiyo tunathibitisha nini? Ziko mabadiliko mbalimbali ambayo mwanadamu anayo. Sayansi haina nini? Haina maelezo. Haina majibu. Kwa mfano, swala la hasira. Kwa nini mwanadamu ana hasira? Unaona? Hasira, sayansi na watafiti wa akili, nilikuwa naangalia shirika la afya lile American mafunzo ya mambo ya akili. Yani taasisi ile inayoshughulika na akili ya Marekani, APA nafikiri, wamehitimisha kwamba hakuna watu wote wako na hasira, na hakuna namna ya mtu kusema anaweza kujizuia na hasira. Mtu yoyote wakati wowote anaweza kushikwa na hasira. Na wakasema hasira ni moja ya magonjwa ya nini? Ya akili. Kwa hiyo moja kwa moja ukichukua hiyo utahitimisha kwamba wanadamu wote duniani, kwa kuwa tuna uwezo wa kukasirika at any time, then wote tuko corrupted nini? Kiakili. Sasa corruption hii ya kiakili ambayo imetokea general katika dunia, ni lini ilitokea? Hapo huwezi kuipata kwa kufanya research moja tu katika hii dunia ya part 2, alafu usiende dunia ile ya part 1 ukapata jibu lililo kamili. Hiyo ni ngumu sana hapo. Sasa kwenye muda uliosalia, nafikiri tuko kwenye risali moja sasa. Kuna kipengele ambacho ningependa sasa tukiunganishe. Baada ya hapo tutaona tutaingia wapi kwenye kipindi kitachofuata. Kwa hivyo Mungu anaposema tumuumbe binadamu kwa mfano wetu, sentensi hile ina uzito. Naelewa? Kwa maana ya muktadha huu wa kwamba controversy inaendelea. Hivi sijui kama watu wanajua ya kwamba Mungu anapomwambia mwanawe tumuumbe mwanadamu, tumfanye mtu, ilikuwa katika muktadha shetani anaendelea kisirisiri wakati huo kuweka maneno
Kristo alipoambiwa na Baba, maana ndiye anayeambiwa tumfanye nani? Mtu. Ile chuki iliyokuwa ndani yake ikaibuka. Mbona Kristo yeye anafanya tu gani? Amehusishwa, yani akapata yani nafasi ya kuleta hoja. Sasa kuna msemo unasema fundi asiyejua kujenga huwa anagombana na vifaa vyake. Sasa kwa hiyo shetani katika point ya kutoshirikiana na ya kutopewa hiyo ruhusa ya kuumba mtu imekuwa ni sehemu ya yeye kudhihirisha nini? Yaliyokuwa ndani. Kudhihirisha yale yaliyokuwa ndani. Yani ugomvi wake tayari ukawa umemwagika nje. Sasa ndo nafikiri, najua mimi naamini Mungu ni mmoja ambaye ni Baba. Kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6. Ndio. Ukiunganisha na ombi la Kristo, kitabu cha Yohana 17 kuanzia mstari wa kwanza pale. Naja kwako Baba Mtakatifu. Anapoomba kwenye Baba. Kwa hiyo naamini Mungu ni mmoja na wala sio katika nafsi tatu. Na wala sio katika nafsi mbili. Mungu ni mmoja, aliye nani? Aliye Baba. Aliye Baba. Ila kuna kipengele pale ambacho ni cha muhimu. Mimi nataka nikitamke hapa. Watu wengi wanaokuwa katika migogoro ya nafsi ya Mungu. Hadi wakati ambapo utaweza kujua kwamba hiyo ilikuwa sio kitu halisi, ilikuwa ni udhihirisho wa tatizo, bado hatujafika katika kujua mgogoro wenyewe. Unajua, tunaweza kuwa kwenye mitandao, tunachukua muda mrefu kuzungumza kuhusu swala la utatu na whether Mungu ni mmoja, Mungu ni wawili, Mungu ni watatu. Ila hadi wakati ambapo mtu akaenda kwenye mzizi kwamba yani hicho kule ambacho shetani anataka kutafuta mambo ya kukua watatu ilikuwa ni udhihirisho wa kitu tofauti. Unaelewa? Kwa hiyo kwenye wandugu, kuna wandugu wetu wengi wazuri tu ambao Mungu amewaneemea na wanafanya kazi nzuri. Tungeomba tu, mimi ningewaomba tu, na bila kutaja mtu wote jina tu, kwamba wachukue muda kutafakari kuhusu mgogoro huu wa tabia ya Mungu ulivyoanza, ndipo wataweza kupata muunganiko wake katika somo la nini? La uungu. Kutoa mapendekezo katika baadhi ya mijadala ambayo tumekuwa tukifanya. Kujifunza Mungu kuanzia mwanzo 3 kuja mpaka Ufunuo unatumia njia ya mzunguko. Kwa sababu somo la Mungu yukoje, ana operate vipi, mahusiano yake, ni yeye mwenyewe wa kwanza Mungu kufanya stage ya kufundisha hilo somo. Sasa kwenda kulitafuta kule yani kufuatilia kule mwangwi ulikokwenda mbele ndio kaelewe kule kwenye mwangwi, hali ya kuwa uko karibu na mzungumzaji hapa, lakini wewe utaki kusikiliza kwa hapa, unataka kule kwenye mwangwi unakogonga kule mapolini kule kwenye milima na kwenye miamba ndio uende kule ukaelewe, yani uelewe kule mbele. Ni ngumu. Anayeweza kuelewa vizuri ni yule ambaye yuko na mzungumzaji hapa, ila kule sauti inakoelekea kuna wakati inagonga, inarudi, inapanuka, zinakuwa kama wanasema watu wengi. Kama Mungu alitamka akasema hivi, tumufanye mtu kwa mfano wetu. Yaani si limeishaisha hapa somo la uungu. Kama katika ule mfano Mungu alizihirisha Baba huyu mmoja, si ndio hivyo, na msaidizi wake, then tunaelewa moja kwa moja kwamba kule mbinguni yuko Baba mmoja na nani? Na msaidizi wake. Then biashara imeshaisha hapo sasa hapo. Naona. Lakini ukienda huko mambo ya Wakorinto, ukienda mambo ya Kutoka, ukienda mambo ya nini, ukienda siji wa Efeso, sio kienda wapi, yani kuna miangu ambayo unaweza kusikiliza ukafikiri ni sauti tofauti, kumbe ni sauti ile moja ya msemaji yule yuko kule. Unaona? Kwa hiyo ningeomba kwamba tujifunze kusoma kile kitabu cha Mwanzo vizuri. Ndio kitabu ambacho mara nyingi tumekizarau tukakiona chepesi. Miongoni mwa vitabu vigumu sio Ufunuo kwenye Biblia. Vitabu vigumu kabisa kwenye Biblia sio kitabu cha Ufunuo, ni kitabu cha Mwanzo. Na nafikiri kitabu kikubwa zaidi pia kwenye Biblia sio Isaya wala Ezekieli, ni kitabu cha Mwanzo,
Na hii mwanzo unayozungumza, sizungumzie mwanzo ile kuanzia 3 kuendelea mpaka kwa kina Abraham na nini. Nazungumzia chapter 1 na chapter 2. Unaona? Kwa hiyo watu turudi pale kwenye chapter 1, kwenye chapter 2, tukaisome Biblia pale. Majibu yote ambayo yanasumbua leo yako pale. Asante. Naomba tuweze kuhitimisha somo letu kwa kuweka tu sentensi moja. Mungu akitupa nafasi tutaendelea. Sawa. Mungu anapoumba, mgogoro unafanya nini? Unaendelea. Kwa hivyo shetani anaendelea kunong'onezea malaika. Nao nakumbuka kesi ya Kenya nilikuwa nawaambia kwamba ilikuwa ni kwenye sintofahamu, serikali iko inajua mgogoro unaendelea, alafu jana wakafika kule. Wakaenda bungeni. Sasa ukisoma kitabu cha kama sijakosea ni Roho ya Unabii gombo ya kwanza, anasema malaika waaminifu walienda kwenye kumtafuta Kristo kumjulisha yale ambayo shetani alikuwa yuko na yahubiri huko. Unaelewa? Wakapata baba na mwana wapo katika mazungumzo ya ukaribu. Baba mani Kristo, sijui kama kwa hakika. Akawaambia tunajua. Unaelewa? Sentence ile ni nzito kwa mkafiri. Ile ni nzito. Kumbuka kwamba mkafiri anasema kwamba wewe unajua unaendelea. Na ufanye chochote. Wewe yani ni mtu ambaye irresponsible father. Kuna ndugu yangu mmoja aliniambia kwamba aliambia ni responsible father. Ila sawa, tuendelee mbele. Sawa. Kitu cha msingi na nataka kuipata hapa ni kwamba swali hilo wanalouliza makafiri ni la uzito. Kwa maana hata malaika wenyewe nafikiri liwashangaza. Wanaenda kuripoti. Wewe ni baba usiowajibika sawa sana wajibu wako. Wanapata baba kwenye mazungumzo lakini anawaambia tunafanya nini? Hiyo tunajua. Sasa ni vipi anajua lakini ni kana kwamba hashughulikii katika mawazo ya ile haki bandia waliokuwa wameipokea, na sisi tunaoijua tutatusumbua kwenye akili. Sawa. Ila tukishafahamu Mungu na njia zake, kwamba Mungu sheria yake ni ya uhuru na ameumba viumbe wake wote wawe uhuru, then hawezi tumia njia nyingine ya kuwalazimisha wanaoendelea na ombea kubadilisha. Ndiposa hii inanikumbusha nukuu moja ambayo niweza kuipata hapa, ambayo inasema hivi. Unaona kama naweza ipata. Anasema the only method ambayo Mungu anaweza kutumia, nimeipata kwenye kitabu kinachoitwa Review and Herald. Hii ni nukuu ni mzuri sana. Katika gombo la Review and Herald mwaka wa 1895, paragraph ya kwanza, June 28. If a man is to be convinced the truth as it is in Jesus must be presented to his mind.